Kama timu tumeendelea kufanya maandalizi tukiamini ni mchezo muhimu na mchezo mgumu, kwa sababu Simba ni timu nzuri na wanaongoza ligi pia, lakini kwenye kosi yetu tumeendelea kuimarika kila siku. Tunatarajia kuwa na mchezo mzuri kesho. Tuombe Mungu wachezaji waamke salama na wakifanya kile ambacho tumewaagiza. Nafikiri baada ya kushinda mechi ya goli moja bila pale uwanja Taifa, nafikiri baada ya msimu huu tukafanikiwa kuwafunga Simba kwenye ngao ya jamii kwa mikwaju ya penalty, lakini raundi ya kwanza tulipoteza mchezo kwa goli moja bila. Nafikiri kama kocha na wachezaji hatutamani tena kupoteza mchezo mwingine hiyo kesho, pamoja na ugumu wake. Sisi kama timu tumejiandaa vizuri. Tunaamini yeyote ambaye atakuwa na performance nzuri, aidha ni Simba au Yanga, kwangu mimi naweza kukupa ni mchezo wa 50 kwa 50, yote anaweza kushinda katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo sisi kama timu tumejiandaa vizuri na tunaamini katika uwezo wetu, na tunaamini pia Simba wana timu nzuri, lakini tumejiandaa kwa ajili ya kupambana nao na kutopoteza mchezo kesho. Kesho kuna baadhi ya wachezaji ambao tutakosa. Nafikiri napata ripoti ya daktari leo confirm, lakini tuna majeruhi, kwa mfano Irene Kisisa, tuna Harriet Odong, tuna Jenini, lakini tunaamini tumeandaa wachezaji wengine ambao wanaweza kuwa tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho, kwa sababu tunasubiri wachezaji wengi, na nafikiri kikosi changu kila mchezaji yuko tayari ambaye atapata nafasi kesho. Naamini ana uwezo wa kufanya kazi kwa ajili ya kutafuta pointi 3. Nafikiri tumekuwa na michezo mizuri hivi karibuni, lakini tunatamani kuendelea kushinda mechi zetu, na hiki ni kipimo sahihi kwenda kucheza na timu kama Simba, kwa maana kwamba ndio timu bora ambayo inaongoza ligi. Kwa hiyo namna kujua kama timu yako imeimarika ni lazima ucheze na timu bora. Kwa hiyo tunaamini tutakuwa tunacheza mchezo mzuri na mgumu, lakini wachezaji nimewaondoa kwenye pressure wa kuamini kwamba huo ni mchezo ambao ni wa kawaida kama michezo mingine, lakini tofauti yake ni kwamba ni mchezo ambao unabeba hisia za Watanzania wengi na mashabiki wa mpira. Kwa hiyo ni mechi tofauti ambayo inakuwa na maandalizi tofauti, na sitaki kuwaingiza pressure wachezaji wangu, kwa maana mchezo wa kesho na waamini katika kile ambacho nawaagiza mazoezi na waweza kwenda kukifanya. Nafikiri kila mwalimu anakuwa na mipango yake anapoanza ligi, na kwa bahati mbaya tukaanza vizuri na bado ligi haijamalizika. Tuna mechi takriban 6 mpaka ligi imalizike. Kwa hiyo sisi tuendelea kucheza mechi zetu mpaka ambapo ligi itamalizika, kuona tamaliza nafasi ya ngapi, lakini tuondoe kwenye mipango yetu kwamba tunashindania ubingwa. Tunaamini kesho ni mchezo wetu mwingine ambao unaweza kutoa taswira nyingine kwenye msimamo wa ligi, kwa maana timu zote 3, Simba, JKT pamoja na Yanga. Kwa hiyo moja tusubiri tuone kesho namna ambavyo tutaenda kucheza mechi yetu, tuone nini ambacho kitatokea. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu tuko salama. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu tumejiandaa vyema. Makocha na benchi zima la ufundi wamefanya kazi yao kwenye viwanja vya mazoezi. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwenda kupambana na kujitoa ili kuweza kupata alama 3 muhimu. Kwanza kabisa tumewaona wapinzani wetu katika yale mashindano ya Samia Cup. Pili, tutaingia kwa kumheshimu mpinzani wetu, na imani katika makosa madogo ambayo atayafanya tutatumia kupata matokeo. Hatuna changamoto yoyote, kama nilivyosema tumejiandaa vyema. Katika mashindano ya Samia Cup hatujakutana na Simba, tujabahatika kukutana nao. Tumecheza na JKT, tumebahatika kuwafunga goli 3. Kwa hiyo kama nilivyosema tumeona mechi yao, na pia tumeona mapungufu yao, na tumeyafanyia kazi kwenye viwanja vya mazoezi. Kwa hiyo na imani mchezo utakuwa mzuri. Changamoto tulizokuwa nao mzunguko wa kwanza ni kutokana na muunganiko wa timu, sababu tulikuwa kuna maingizo mapya mengi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, timu yetu imeweza kuunganikana vizuri, tumeweza kuelewana, ndio maana mzunguko wa pili tunafanya vizuri.